Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa ishara za nyota na ndoto na utatuzi sahihi. Ikiwa tunaelezea matukio ya ishara za nyota kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 6 na tarehe 2 ya mwezi wa 6, ni hivi ifuatavyo. Kipindi hiki ni kipindi kitachohusisha zaidi watu kuongeza mawasiliano, kuongeza taarifa kwa wingi. Biashara za mitandaoni ni wakati mzuri kwa sababu ni sehemu ya kupeana taarifa, na ni wakati pia wa kuchunga zaidi katika maneno ambayo utakayokuwa unayaongea. Si lazima uongee tu kajiachia moja kwa moja. Na wale ambao walikuwa katika mahusiano, ni wakati mzuri pia wa kuzidisha maongezi au mawasiliano ya mara kwa mara, na pia waangalie lugha za kuendelea kwa sababu ni wakati mzuri, usije ukaongea sana ukajikuta unaharibu. Na pia hata kwenye biashara ubunifu ni mzuri, na usiongee sana katika uongo, maana wakati mwingine lugha za biashara inakuwa zina uongo zaidi. Kwa si wakati mzuri wa kufanya mambo kama hayo. Tayeb, tukianza na nyota ya kwanza ambayo ni Kondoo, wivu wa mahusiano au wa mapenzi utakutawala zaidi na utapelekea kuchunguza mambo mengi, haitakusaidia katika kufanya hivyo. Na ni vizuri ukafanya subira ili ufanikiwe zaidi. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Kondoo, ushirikiano na mazungumzo ya wazi yataongezeka. Na katika kipato katika nyota hii ya Kondoo, kazi za kushirikiana zinaweza kuleta mafanikio. Ushauri, punguza ushindani kwenye mahusiano. Na nyota ya pili ambayo ni Ng'ombe, habari za misiba, huzuni, mashaka zitakufikia. Wasiwasi utaongezeka kwa kila jambo ambalo utakalofuatilia, na dalili za kujua mambo ya siri zitajitokeza, na pia mambo mengi hayatotimia au ahadi nyingi hazitotekelezwa. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Ng'ombe, utahitaji utulivu na muendelezo zaidi. Upande wa kipato, kazi za kila siku zinaweza kuongeza mapato. Ushauri, ni vizuri ukapanga ratiba zako vizuri. Na nyota ya Mapacha ni nyota ya 3, utapata ufumbuzi wa shida nyingi ulizonazo. Ndoto unazoota ni vizuri kuzijua maana zake. Watakaokuja ndugu, majamaa kuhitaji msaada, ni vizuri ukasaidia japo kidogo, yani kwa ile hali ambayo utakayokutwa nayo. Na upande wa mahusiano katika nyota ya Mapacha, mvuto na ile hali ya utani katika mahusiano vitaongezeka. Kipato, ubunifu au vyombo vya kijamii vinaweza kuleta pesa zaidi. Na ushauri katika nyota hii ya Mapacha, usichanganye starehe na majukumu ambayo ulionayo. Upande wa Kaa ni nyota ya 4, utaheshimiwa kwa kipindi hiki na ni vizuri kufuatilia mambo yako ili nayo yatimie. Mawazo mabaya yatakuandama, jitahidi uyawache au kuyafuta kabisa, ni kutoa fikiria zaidi. Na upande wa mahusiano, familia na hisia za nyumbani zitakuwa ni muhimu. Upande wa kipato, matumizi ya nyumbani yanaweza kuongezeka. Ushauri, linda amani ya ndani, yani amani ile ya moyo. Jitahidi sana ufanye mambo yale ambayo yatakuletea utulivu wa moyo wako, utulivu wa ndani ya nyumba yako, utulivu wa sehemu unayofanyia shughuli zako, iwe ni kazini au sehemu za biashara na hata sehemu ya mashamba, ukulimani. Upande wa nyota ya Simba ni nyota ya 5, ushirikiano ni mzuri kwa wote walio karibu na wewe. Ondoa au ziepuke hofu ulizonazo. Salamu au taarifa usizipuuze.
Upande wa mahusiano katika nyota ya Simba, kipindi hiki cha tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi huu wa 6, mazungumzo ya karibu yataimarika zaidi kwenye mahusiano yako. Kipato, biashara za mawasiliano zinaweza kufunguka zaidi. Na ushauri, tumia maneno yenye hikma. Usiongee ubabe zaidi, usiongee kwa ubinafsi zaidi, yani kujipendelea zaidi, inakuwa si vizuri. Nyota ya 6 ni mashuke. Usikate tamaa kwa mabadiliko yalivyo sasa, maana unaweza kuona mambo yanakuendea sivyo ndivyo. Hiyo hali si ya kukata tamaa, isipokuwa ni ya kujitahidi kuendelea kutafuta nini? Utatuzi. Nafasi iliyopo ya kujibadili mipangilio itatimia, na pia bado utaendelea kujipuuza mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri hiyo hali ya kujipuuza, kukata tamaa isiwepo, ukawaona wataalamu waliojitosheleza wakakusaidia na utafanikiwa. Upande wa mahusiano katika nyota ya mashuke, kutafuta uhakika wa kihisia kutakuwa ni muhimu zaidi, kwa sababu utajikuta moyo una maneno, moyo utakuwa unakwambia, au moyo utakuwa unaongea vitu muhimu. Kwa hiyo ni vizuri hiyo moyo inachokisema, kile moyo unachojisikia kwenye moyo, basi ni vizuri ukakitafutia uhakika. Taib, upande wa kipato katika nyota hii ya mashuke, pesa zinaweza kuingia, lakini matumizi pia yataongezeka. Kwa hiyo ni vizuri ukajikagua, ukajiziwia, ukajikontrol, ukajiongoza. Ushauri, epuka matumizi ya hisia. Yani hisia ni vizuri ukaziangalia zisikupeleke moja kwa moja. Nyota yetu ya 7 ni nyota Mizani. Kwa hii mipango yote ulionayo ni michache ndio itakayotimia. Alafu pia ni vizuri ukajichunguza afya yako ili nafsi yako ipate utulivu. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Mizani, mvuto wako utaonekana zaidi na mahusiano yanaweza kuimarika. Kipato, ushirikiano katika mitandao ya kijamii au katika makundi ya watu wengi vitafungua milango. Ushauri, usipoteze mlinganisho kwa kuwafurahisha watu wote. Nyota ya 8 ni nyota ya Nge. Punguza matumizi haya ulionayo sasa, na ni vizuri ukumbuke kukamilisha mipango ya maendeleo. Upande wa mahusiano, hisia za siri zinaweza kuongezeka. Na kipato katika nyota ya Nge, kazi za nyuma ya pazia zinaweza kuleta matokeo. Ushauri, pumzisha akili yako mara kwa mara. Nyota ya 9 ni nyota ya Mshale. Kati ya hali mbili hizi ambazo itakuwa ni kusaidia au kusaidiwa, yani kati ya kusaidia na kusaidiwa, ni bora wewe usaidie. Ukifanya kusaidia, maana utaongeza bahati zaidi kwako, na ndoto zitakuwa ni mbaya. Kwa ni vizuri ukatafsiriwa, ujue maana zake. Na upande wa mahusiano, marafiki wanaweza kuleta mipango mipya. Katika kipato, marafiki na mipango mipya inaweza kusaidia katika biashara zako. Ushauri, ni vizuri ukashirikiana na watu waliokuwa sahihi. Nyota ya 10 ni nyota ya Mbuzi. Shughuli nyingi utazimudu na kuzipata vilivyo. Utazipatia vilivyo, ni utazifanya vizuri, na haswa ikiwa hauna mikosi. Utadanganywa tena, na ugumu uliopo ni mkubwa zaidi, maanake mikosi itakuwa ni mikubwa au itakuandama zaidi ya kutofanikisha mara kwa mara. Upande wa mahusiano, kazi inaweza kuchukua muda wa mapenzi, ukajikuta kazi zaidi ndo unaifanya zaidi kuliko muda wa mahusiano yako, mapenzi yako. Na upande wa kipato, kuna nafasi ya kuonekana au kupata heshima ukiwa katika kazi, na haswa ikiwa hauna mikosi. Ushauri, linganisha kazi sasa na maisha binafsi. Lazima uyape mizania ya sawasawa. Nyota ya 11 ni nyota ya Ndoo. Tafuta tiba au tatuzi wa matatizo ya mwili wako sasa. Furaha zitaongezeka kwa vile utapata ufumbuzi. Upande wa mahusiano ya mbali au ya kiakili yanaweza kuongezeka.
Unaweza ukajikuta kuna mtu ambaye yuko mbali ulimpenda au unampenda, lakini ukamwaza zaidi, na kumwaza kwenyewe ikawa hakuna faraja yoyote. Kwa sababu ya nini? Yuko mbali na wewe. Tayeb, upande wa kipato katika nyota hii ya Ndoo, elimu au teknolojia au safari vinaweza kufungua riziki zako. Kwa unaweza ukajikuta elimu ulionayo ikawa ni sababu ya wewe kupata zaidi, au teknolojia ukaitumia ikakuletea faida zaidi. Teknolojia ni kama vile kutumia mitandao ya kijamii katika kutangaza biashara zako, katika kuangalia fursa, ndio mambo kama hayo. Ushauri katika nyota hii ya Ndoo, panua maarifa yako zaidi. Nyota ya mwisho ni nyota ya Samaki, nyota 12. Utagundua mambo mengi ambayo yatakuongezea hofu. Tumbo litakusumbua zaidi, ama utapata matatizo ya tumboni. Tafuta tiba mwafaka ili hali hiyo iweze kumalizika au kutulia. Upande wa mahusiano, hisia za kina na ukaribu vitaongezeka. Na upande wa kipato katika nyota hii ya Samaki, fedha za pamoja zinahitaji umakini zaidi, yani yale mambo ya partnership, ushirikiano katika mambo ya kifedha, basi uwe mwangalifu zaidi na nani unakuwa naye katika ushirikiano. Upande wa ushauri, usiongozwe sana na hisia pekee. Tayeb, kwa utatuzi wa shida mbalimbali ya kiakili, ya kimwili, ya kiroho, kama ninavyofafanua, kiroho ni maombi na kujua zaidi nini unatakiwa kufanya kuleta mivuto katika shughuli zako, katika mwili wako, watu wakufurahia, wakupende. Watu wengi wamekuwa wanaendaenda tu, alafu yakitokea matatizo wanapata tabu. Lakini pia kimwili, matatizo yanayojitokeza, kutumia vyakula ambavyo vina tiba lishe vinakuwa vinasaidia. Hivi vyakula tunavyokula ni miongoni mwa tiba muhimu, kwa sababu ndio tiba tunayopata kila siku kabla ya kwenda kutafuta madawa mengine. Tayeb, lakini pia ushauri ndio katika mambo ya nini, ya kiakili. Namna gani unatakiwa kufanyiwa counseling, yani ushauri wa kiakili. Lakini pia msisahau, niko kwenye maandalizi yale ya vipindi vya TikTok live, wala msio na wasiwasi, ni maandalizi yanaendelea. Kutokamana na muda, lazima vitu viandaliwe, lakini pia uwepo muda maalum. Nilielezea itakuwa ni saa 12 ya alfajiri na saa 8 ya mchana na saa 3 ya usiku. Vipindi hivi vitakuwa ni live na yatajibiwa maswali mbalimbali, na itakuwa ikifika muda ni ule ule. Kwa hiyo nitapendelea na nyinyi mshauri zaidi muda gani kati ya asubuhi, mchana na usiku mtakaopendelea zaidi, itakuwa ni vizuri pia, ili lengo mpate kufikiwa na matukio na kujua vitu mbalimbali. Asanteni, ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu.